الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma baad, mzangu katika imani, kwa mara nyingine tumeweza kupata nafasi ya kuweza kupeana neno fupi mara baada ya swala, na tulikuwa na zoezi leo siku ya Jumatatu. Tuna mchango maalum msikitini kwetu hapa kwa ajili ya kuchangia harakati zetu, na sisi kuwa ni sehemu ya kutoa sadaka zetu kwa ajili ya msikiti wetu huu. Leo ni siku ya Jumatatu ambayo ni sehemu ya kuzungumzia mambo ya imani, mambo yenye kufungamana na itikadi, na kichwa chetu cha habari ni kile kile kinachosema al-khawfu minashirki, kuogopa ushirikina, kwa sababu ushiriki ni miongoni mwa mambo ambayo yanampelekea Muislamu aangamie dunia na akhera. Na leo tutaangalia ushirikina katika upande wa atanjim. Atanjim ni mambo yenye kufungamana na nyota. Katika jamii zetu tunaamini haya mambo, na watu wanakuwa ni wenye kuyaamini mambo ya nyota. Huwa al-istidlalu bi ahwali an-nujum ala al-hawadith, ni watu kupata njia na mtizamo wa kujua hali mbalimbali za matukio hapa ardhini kwa kutumia imani ya nyota. Kwa nini katika mambo ya ushirikina hili nalo pia linaingia? Hili linaingia kwa sababu ni sehemu ya kudai mambo ya ghaibu. Mambo haya ya nyota ni katika sehemu ambayo ni yenye kufungamana na mtu ambaye anajua mambo ya ghaibu, na yule ambaye anakwenda kufuatilia jambo hili akiamini kwamba ataambiwa mambo ambayo yaliyofichikana. Na katika kalima iliyopita tu tulizungumza habari ya waganga wa kienyeji wa mashetani, wapiga ramli, wenye kutumia mashetani na wenye kutumia vitabu. Sasa vile vile na tatizo hili ama na jambo hili halija tofautiana sana na lile ambalo kwamba tulizungumza. Tanjim ni elimu ambayo wanaitumia baadhi ya watu kwa ajili ya kutoa habari, kwa ajili ya kuhabarisha matukio mbalimbali, ima ya kimwaka, ya kimwezi, ya kisiku. Jambo hili ni katika mambo ambayo yanayompelekea mtu katika shirki na kufuru, kwa sababu ni kudai ufahamu na ujuzi wa mambo yaliyofichikana, mambo ambayo hakuna anayejua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano ni kama vile mtu kusema atakayeoa siku hii au atakayeoa mwezi huu ama atakayemuoa mtu mwenye nyota hii basi atafikwa na kadha wa kadha. Haya ni katika mambo ambayo yanamuingiza mtu katika ushirikina na kumpelekea katika kufuru. Na jambo hili ni haramu kwa Muislamu kujihusisha nalo, kujifunza awe ni sehemu ya mtu ambaye anatabiri mambo hayo. Lakini pia vile ni haramu kwa Muislamu kwenda kwa mtu kama huyo, kwenda kutaka istifsari, kutaka ufafanuzi juu ya mambo ambayo yeye anayatarajia kuyafanya katika maisha yake. Mfano, mtu anataka kuoa, anakwenda kwa mtazamaji wa nyota anayedaiwa kwamba huyu ni mtaalamu wa mambo ya nyota. Anakwenda kuangalia nyota yake yeye na ya nyota ya huyo anayetaka kumuoa. Je, zinaendana? Je, zinauiana?
au anakwenda kuangalia siku ya kuifunga ndoa, anakwenda kwa huyu mwenye kudai elimu ya nyota na kuhabarisha mambo mbalimbali. Zamani kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na kipindi haswa katika channel fulani hivi, kazi yake ni hiyo, yeye kutabiri juu ya matukio kwa watu kwa kutumia haya anayoyadai mambo ya nyota. Na wengine wapo katika mitandao TikTok na Facebook na sehemu nyinginezo wakijihusisha na kazi hii ya kuwatabiria watu. Inawezekana mtu akawa online anatuma jina lake na nini na nini, yule baadaye amwambia, bwana wewe mwaka huu ni kadha ni kadha ni kadha, mwaka huu utafanikiwa sana, mwaka huu utakuwa hivi wewe. Haya ni mambo ambayo yanamhusu Allah peke yake, bali madai haya ni madai ya uongo, ni madai ambayo si yenye kukubalika, kwa sababu la ya'lamu man fi samawati, hakuna anayejua mbinguni wal ardhi mambo yaliyofichikana isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la kwanza tukaolifahamu Muislamu kwamba katika Uislamu hakuna kitu kinachoitwa mambo ya nyota, hakuna kitu kinachoitwa mambo ya nyota, kama ilivyoelezwa kwamba nyota Allah tabaraka wa taala ameziumba, na hizi nyota Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba kwa ajili ya mambo matatu. Zaidi ya hayo mambo matatu hakuna ziada ya hayo. Kwa hiyo wale wanaoongeza ziada ya matumizi mengine, hao wanakuwa ni wazushi, nao ni katika amali shaitani, ni katika matendo ya shaitani. Qala al-Bukhari fi sahihi, amesema mwanazuoni al-Bukhari katika sahihi yake, qala Qatada, amesema Qatada, khalaqa Allahu hadhihi an-nujum li thalatha, Allah ameziumba hizi nyota kwa ajili ya mambo matatu. Mambo matatu, hakuna mambo ya ndoa, hakuna mambo ya mke, hakuna mambo ya siku ya kuoa, haina mafungamano kwamba huyu nyota yake imeibiwa, nyota yake huyu imefukiwa, nyota yake huyu atakaisafishwe. Hakuna mambo kama haya. Ni vitu vilivyotengenezwa ambavyo vinamvuta mtu kwenda katika ushirikina. Ndio akasema nyota zimeumbwa kwa ajili ya mambo matatu. Zinatul samaa, nyota zimeumbwa kwa ajili ya kuipamba mbingu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika Qur'an katika surati al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, hakika tumeipamba hii mbingu ya dunia hii kwa nyota. Allah ameipamba mbingu hii ya dunia inayoonekana, mbingu ya kwanza Allah ameipamba kwa nyota. Kwa zile nyota Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa kazi zake ameziweka kwa ajili ya kuipamba dunia. Hiyo ni kazi ya nyota. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Kazi ya pili, waja'alnaha rujuman lishayatin, kisha Allah akajalia miongoni mwa zile nyota kuna ambazo ni vimondo kwa ajili ya kuwachoma mashaitani. Kwa mashaitani huwa wanapanda kwenda mbinguni, hapo wakifika karibia ya mbingu huwa kuna matangazo yanatolewa, malaika wanatangaziwa amri na Jibril, amri ambayo inatoka kwa Allah. Kwa hiyo wakati Jibril anatoa ile amri ya Allah kwa wale malaika wahusika, inakuwa anaongea pale. Kwa maana hiyo akiwa karibu na ile mbingu pale huwa anasikia zile sauti za huko ndani. Kwa hiyo ndo hapo akishasikia huyo shetani anakuja mpaka kwa yule ambaye anajiita ni mganga wa mashetani, kahin. Akifika pale anamueleza katika yale aliyosikia, anaongeza la ukweli ni moja na ya uongo ni kama 99 hivi. Kwa hiyo huyo shetani, huyu binadamu ambaye ana mahusiano na shetani, yeye anaweza akaeleza habari akasema, bwana
kesho itakuwa kadha wa kadha, kesho itakuwa kadha wa kadha, itakuwa hivi na hivi. Kumbe wanakuwa wamekwenda kusikiliza huko mbinguni, kisha wanakuja kuyaleta hapa duniani. Kwa hiyo Allah akaweka hivyo vimondo ili hawa mashaitani wakienda huko wanakuwa ni wenye kuchomwa, hawafiki huko, wanachomwa na vimondo. Ndio maana unaweza ukakaa usiku ukaangalia ukakuta moto unatoka mahala kwa kasi ya spidi, alafu unaishia unapotea. Kile ni kimondo kinakwenda kumchoma shetani, kama alivyosema katika suratul Jinn, inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Tulikuwa sisi tukikaa sehemu, tuna sehemu zetu maalum, tunakaa kazi yetu si kusikiliza habari za mbinguni. Faman yastami' al-ana, na sasa hivi anayetaka kwenda kusikiliza, yajid lahu shihaba rasada, anakutana vimondo vikali. Fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Sasa hivi tukisema tuende huko juu tukasikilize siri na habari za mbinguni, kwanza tunakutana na maaskari wengi harasan, kuna malaika wengi wanalinda, na sio kwamba wanalinda tu, na kuna vimondo vile vile vinatusubiri. Kwa hiyo hatuwezi kufika huko juu. Kwa hiyo hii ni kazi ya nyota, miongoni mwa kazi ambazo Allah alizoumbia nyota. Na kazi ya tatu, wa alamati, na kwa inakuwa ni alama yuhtada biha, kwamba zinasaidia wasafiri kuweza kujua mwelekeo wa safari yao wanayoenda. Kwamba wasafiri wanaosafiri usiku, kulingana na hali ilivyo, ni giza, lakini wanajua kabisa kwamba nyota hile tuiweke ubavuni, tusiiache ile nahodha. Wewe unashika sukani, unaendesha chombo, hiyo itakiwa uweke nyuma yako ya mgongo, usiikimbie hiyo. Ukiikimbia utapotea. Hiyo ilenge ya usiache, ilenge hivyo hivyo, tutafika sehemu tunayoitaka. Kwa hiyo anatembea, mwisho akajisahau, anajiona kwamba iko ubavuni mwake, inabidi aweke chombo chake vizuri, aiweke sawa. Kwa hiyo zinatumika nyota kwa ajili watu waweze kupata mwongozo wa kutembelea katika misafara yao. Kwa hiyo faman taawala fiha ghairu dhalika akhta, yule ambaye atakayezitumia nyota kwa kazi nyingine tofauti na hizo tatu zilizoelezwa, huyo amekosea. Wa adaa nasiba, na itakuwa ameziondoshea kazi yake. Watakallafa ma la ilma lahu bihi, na itakuwa huyo amejitwisha, amejibebesha mzigo wa kutaka kujua mambo ambayo hana ujuzi nayo. Kwa hiyo ifahamike kwamba nyota zinatumika kwa matumizi hayo matatu, hakuna matumizi mengine. Hayo matumizi mengine ni ya uzushi, yamezushwa na mashaitani ili kwa ajili ya kumuingiza mwanadamu katika kufuru na shirki. Ndio hapo unaambiwa bwana, kuna nyota ya nge, kuna nyota sijui ya nyoka, si kuna nyota si ya, wanaeleza wenyewe huko majina yao. Kuna nyota ya simba, kuna nyota ya kabshu, kondoo, mbuzi. Hakuna vitu kama hivi. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Hayakuwa hayo majina mlioyatoa kwa hizo nyota, si nyota ya nge, nyota si ya fusho, nyota ya hivi, nyota ya hivi. Hayo ni majina ambayo nyinyi ndio mmeyazusha, nyinyi na wazee wenu. Samaitumu antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan. Allah aliyeziumba nyota hajateremsha dalili yoyote, si kwenye Qur'ani wala si katika hadithi, kwamba kuna nyota yaitwa nyota ya nge, kwamba kuna nyota ya kondoo, ya mbuzi au ya ng'ombe au ya fisi ama ya punda ama hakuna hivyo. Ni majina ambayo nyinyi mmeamua tu kuita. Ma anzala Allahu biha min sultan.
in yattabi'una illa dhanna, hawana wanachofuata katika hayo isipokuwa ni dhana zao. Wama tahawa al-anfus, na yale yaliyopambiwa na nafsi zao. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, na hali ya kuwa wameshajiwa kutoka kwa Mola wao na uongofu ya matumizi ya nyota, kwamba nyota kazi zake ni tatu. Lakini watu kwa sababu ya kushirikiana na mashaitani, kwa sababu mashaitani ndio wameyazusha yote haya. Wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr, mashaitani kazi yao ni kuwafundisha watu mchawi. Kwa wakawazushia watu mambo haya ya nyota haya, bwana nyota yako wewe imefifia, njoo nikutakase nyota yako. Ni uongo tu, hakuna kitu kama hicho. Ni vitu vimetengenezwa na watu wakaaminishwa, na watu wakaamini hivyo, wakaelewa hivyo, lakini vitu ambavyo la dalili, havina dalili yoyote, bali ni mambo ya kishetani. Kwa hiyo hakuna mambo kama hayo, bali ni uzushi unaozushwa na wale wenye kudai kwamba wao wana elimu ya mambo ya nyota, ambayo anawapelekea kudai wao kwamba wanajua mambo yanayofichikana, mambo ya ghaib. Iddia'u ilmi al-ghaib ndiyo mwisho wa elimu ya nyota. Ni hivyo ndio pale mtu anapokwenda kwa mshirikina, akifika pale akaambiwa hebu niangalilie bwana, mbona mambo yangu haendi vizuri? Bwana nyota yako imeibiwa wewe, nyota yako imeibiwa, kwa hiyo inabidi tuirejeshe. Au nyota yako wewe imefifia, inabidi tuing'arishe. Ni mambo ya kishetani, ni mambo ya kiuchawi, ni mambo ambayo ya kishiriki. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemkunjia mtu riziki na ndiye anayemkunjulia, hakuna mwingine. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah ndiye ambaye anamkunjulia riziki anayemtaka, na kuna ambaye anamkunjia kabisa. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mwanadamu akishakunjuliwa na Allah mambo yakiwa mazuri, basi ujiona Mola wangu kanikumbuka. Maneno ya kijeuri, kwani Allah anasahau mpaka kukumbuka? Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ama ikiwa Allah amempa mtihani wa kumkunjia riziki yake, asema Mola wangu wewe umenisahau. Maneno ya kifedhuli. Wengine nyota yangu imefifia, hakuna cha nyota. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetawala maisha ya viumbe, yeye ndiyo mwenye kutoa na ndiye mwenye kuzuia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah tabaraka wa taala mkono wake mmoja anatoa na mwingine anazuia. Kwa hiyo hakuna mwenye kutawala maisha ya watu, si nyota wala si chochote. Hizo ni imani ambazo zimetandikizwa, zimejengwa na mashaitani na watu kwa kukosa ilmu ya dini ya kumtambua Allah, wakazikubali na wakaziingiza ndani ya maisha yao, zikawaingiza katika matatizo na makosa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu Abu Daudi wa Ibn Majah, na hadithi sahihi, sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna man iqtabasa shu'batan min an-nujum, yule atakayejifunza sehemu ya mambo ya elimu ya nyota, faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr, huyo itakuwa amejifunza sehemu ya uchawi. Zada ma zada, kila atakapoingiza ndivyo atakapokuwa ameingia katika uchawi zaidi. Kwa hiyo kuna watu wanadai wao wana ujuzi wa haya mambo na kudanganya watu na kutapeli watu, na watu imani zao zimewakaa na zimewanyooka wakiamini haya mambo. Hakika mtu yoyote ambaye anajihusisha na mambo kama haya, huyo ni mshirikina, kwa sababu anajikalifisha na mambo ambayo la ilma lahu bihi, hana elimu nayo, na kunatokea madhara mengi makubwa
wengine kuingia katika shiriki moja kwa moja kwa sababu ya yale ambayo wanakwenda kudanganywa kwa wataalamu wanaoitwa kama ni wataalamu wa nyota, kwamba mtu anakwenda kuangalia, ambaye bwana, wewe nyota yako imeibiwa, nyota yako wewe imefanywa hivi, kwa hiyo tuirejeshe, kwa hiyo tusafishe, kwa hiyo lete hichi, afanywe uchawi. Wengine katika mambo ya ndoa, madhara yake ni makubwa zaidi, yanawapelekea watu wanakwenda kuishi maisha ya uzinifu miaka yao yote kwa sababu ya kwenda kujihusisha na mambo haya. Kivipi? Utamkuta mtu anakwenda kwa huyu mshirikina mwenye kudai kujua mambo ya nyota. Bwana, mimi nataka kuoa, hebu niangalilie nyota ya huyu binti, ya huyu mwanamke, itaendana na mimi? Kwa hiyo inabidi yule mshirikina muongo aangalie kwa madai yake nyota ya yule muoaji, kisha ajiangalie nyota ya muolewa. Akiangalia nyota ya muoaji walipokuwa ni waongo, amwambia, bwana, wewe una nyota ya kapshu, wewe nyota yako wewe ni ya kondoo, na huyu mwanamke nyota yake ni ya simba. Kwa hiyo ukimwoa huyu atakutafuna, atakuzidi, atakutawala. Kwa hiyo hakufai huyu, kwa sababu ana nyota ya simba, wewe una nyota ya kondoo. Sasa ukisema umuoe huyu, atakutawala wewe, utakuwa huna lolote mbele yake. Sasa bwana, mimi nishampenda, namtaka, siwezi kumwacha mimi huyu, kwa hiyo nifanyeje? Ndio Allah akasema, wala tattabi'u khutuwati shaitan, msifate njia za shetani, kwa sababu njia za shetani zinakupeleka kubaya zaidi. Kwa hiyo ukishaifuata hizi njia za nyota hizi kwa waganga, wewe ndio ushaishika njia ya nani? Ya shetani. Na shetani ni nani? Ni adui. Hivi kuna adui ambaye utamwomba msaada akupe msaada mzuri? Bwana, mimi ni adui yako kabisa, wa kuuana kabisa, alafu mwambie, bwana, hebu nionyeshe njia bwana, nataka nipite niweze kufika ng'ambo ya pili. Si atakupitisha kwenye msitu wa wanyama utafunwe, atakupitisha njia za hatari. Sasa unakwenda kumtaka ushauri shetani, atakushauri mabaya ili uangamie. Kwa akamwambia, bwana, sasa kama huyu binti wewe unataka umuoe, basi inabidi abadilishwe jina, abadilishwe jina ile siku ya ndoa, ile siku ya ndoa ile abadilishwe jina. Kama anaitwa Zainab, asiitwe Zainab, aitwe Ashura, kwa sababu nimeona hapa nyota ya Ashura hapa sio simba. Itakuwa ni kitu kingine ambacho utakuwa una uwezo wa kutawala wewe, pengine ni majani, pengine Ashura nyota yake itakuwa ni nyota ya majani, na wewe ni kapshu, utakuwa unayatafuna tu yale majani, wewe utakuwa ndio umemtawala. Kwa hiyo aitwe Ashura. Kwa hiyo ile siku ya ndoa unakuta badala ya mtu anaambiwa anakuozesha Zainab, aambiwa anakuozesha Ashura. Kwa hiyo anaondoka pale, amemuoa Ashura ambaye hajulikani ni Ashura yuko wapi, anakwenda kuishi na Zainab, wanakwenda kuzini maisha yao yote. Ndoa haikufungika, kwa sababu katika miongoni mwa nguzo za ndoa lazima anayeolewa ibainike pale na litajwe jina lake halisi. Likitajwa jina lisiokuwa jina lake, inakuwa ndoa haijafungika. Kwa hiyo anaozeshwa Ashura ambaye ni hewa, anaoa mke hewa, alafu anakwenda kuchukua binti wa watu au mtoto wa watu kwenda kushina maisha ya zinaa. Sababu pale inakuwa ndoa haikufungika. Na hayo ndio miongoni mwa madhara ya kumfanya shetani kuwa awe ndio nani, ndiyo muongozaji wa watu mambo yao. Mwingine anapangiwa hadi siku ya kuoa na huyu mtu wa nyota, bwana, usiowe Jumapili, usiowe Jumatatu, oa Jumatano, kisha oa saa 12. Saa 12 wewe za asubuhi, hiyo ndoa ifungwe, isipite hapo. Ikipita tu hapo usharibu, na ukioa kinyume na hapo utapata matatizo kwenye ndoa yako. Hizi ni habari ambazo Allah ndo anazijua. Kuna mwingine ni mambo ya ghaibu, au Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshapa muongozo kwamba uoe mke design gani, yatakayotokea ni siri ya Allah, si ya mwingine yoyote. Lakini waambiwa, bwana, usioe saa 3, oa saa kadhaa. Wengine wanakwenda kuiba ndoa yenyewe, wanasema kwamba anaiba ndoa. Ndoa yatangazwa itakuwa Ijumaa,
kumbe ishafungwa toka Jumatano. Sasa mtu ndoa yake mwenyewe pia anapoiba, sasa muibia nani? Yaani ndoa yake mwenyewe mtu pia aiba. Kwa hiyo badala yeye atangaza ndoa ni Ijumaa, kumbe kashafunga Jumatano, eti kwa akili za shetani, yeye na shetani wake. Na huyo muongo kadhabun ashir, kwamba akioa hiyo siku ya Jumatano, Ijumaa itakuwa sio yenyewe, itakuwa amewapoteza maboya watu wabaya. Hivi ikiwa Allah ameshamwandikia mabaya huyu, kuna siku ambayo inaweza kumwepushia mabaya simpate? Hakuna. Ikiwa Allah ameshakuandikia wewe upate matatizo, hata uwewe siku gani yoyote unayotaka wewe siku hiyo oa, lakini maadamu Allah akakuandikia majanga na matatizo, awe lazima yakupate. Lakini ni kwa sababu watu ni wenye kuamini nyota, watu imani hizi zimewakaa. Kwa hiyo Muislamu hatakiwi kuwa na imani hii, hatakiwi kuwa na imani hii. Mwenye kuwa na imani hii, huyo amejisogeza katika ushiriki na kufuru, na anaweza jambo hili likamtoa katika imani, akawa nje ya imani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abi Musa al-Ash'ari, rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la yadkhuluna jannata, watu aina tatu hawaingii peponi: mudminul khamr, mwenye kudumu kunywa pombe; wa qati'ur rahim, na mwenye kukata udugu; wa musaddiqu bisihri, na ule mwenye kusadikisha mambo ya nyota, uchawi, mwenye kusadikisha uchawi, mambo ya nyota anayakubali. Hivi ni vitu ambavyo vitampelekea mtu aikose pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo katika jamii yetu limekuwa ni lenye kuzoeleka na linaonekana jambo la kawaida, watu kutumia neno nyota katika mafanikio na mipango mbalimbali. Nyota zina kazi tatu, zaidi ya hapo ni uzushi na ni uongo, na inaweza kumpelekea mtu katika kufuru na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atulinde na tuepushe na kila aina ya imani mbovu na potofu zenye kuharibu akida iliyokuwa salama. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.